Bei za mafuta duniani zimepanda hadi kiwango cha juu zaidi tangia mwaka 2022 kufuatia taarifa kuwa jeshi la Marekani linajiandaa kuwasilisha mipango mipya ya hatua za kijeshi katika vita dhidi ya Iran, hali inayoongeza hofu ya usumbufu mkubwa wa nishati duniani. Kwa mujibu wa ripoti, Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kupokea taarifa kutoka US Central Command, yani CENTCOM, kuhusu chaguzi za kijeshi, ikiwemo mashambulizi haraka na yenye nguvu ili kuvunja mkwamo wa mazungumzo na Iran. Baada ya taarifa hizo, bei ya mafuta ya Brent ilipanda kuwa karibu 7% na kufikia zaidi ya dola 126 kwa pipa kabla ya kushuka tena baadaye. Hiki ni kiwango cha juu zaidi tangu mwanzo wa vita vya Ukraine, kikionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya Mashariki ya Kati. Masoko ya nishati yamekuwa chini ya pressure wiki hii kutokana na mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran kukwama, huku mlango wa Hormuz ukiendelea kufungwa kwa kiasi kikubwa. Njia hii hupitisha takriban 20% ya mafuta na gesi asilia duniani, hivyo ni muhimu kwa uchumi wa dunia. Kupanda kwa bei ya mafuta tayari kumeanza kuathiri watumiaji, huku gharama za petroli na diesel zikiongezeka. Wataalamu wanaonya kuwa hali hii inaweza kuongeza mfumuko wa bei na kupandisha gharama za maisha, ikiwemo chakula, usafiri na safari za ndege. Ripoti pia zinaeleza kuwa Marekani inafikiria kuchukua udhibiti wa sehemu ya mlango wa Hormuz ili kufungua kwa usafiri wa kibiashara, hatua ambayo inaweza kuhusisha vikosi vya ardhini na kuongeza mvutano zaidi. Kwa upande wake, Iran imeapa kulinda njia hiyo ya maji. Katika taarifa inayohusishwa na kiongozi mkuu Mojtaba Khamenei, Tehran imesema italinda mlango Hormuz na kupambana na kile ilichokiita unyanyasaji wa maadui. Marekani nayo imesema itaendelea na mzingiro wa bandari za Iran iwapo Tehran itaendelea kutishia meli zinazopita katika njia hiyo. Iran imejibu kwa kuonya uwezekano wa kushambulia meli, hali inaongeza hatari ya kuongezeka kwa vita. Wachambuzi wanasema hali hii imeongeza uwezekano wa kuongezeka kwa mgogoro. Bei ya mafuta inapokaribia dola 125 kwa pipa huanza kuleta hofu kwa wafanyabiashara na serikali, na inaweza kusababisha juhudi mpya za kupunguza mvutano. Masoko ya hisa pia yameathirika, huku masoko ya Asia yakifunga kwa hasara, wakati masoko ya Ulaya yakionyesha mwelekeo mchanganyiko. Wataalamu wanaonya kuwa iwapo mgogoro utaendelea, bei za nishati zinaweza kubaki juu hadi mwaka ujao na kuathiri uchumi wa dunia, mnyororo wa usambazaji na gharama za maisha kwa ujumla.